Leo ni siku ya 3 ambayo tunamalizia, na Mheshimiwa Nabii Mkuu Profesa Joel David tayari ameshafika, ameambatana na viongozi mbalimbali wa serikali kama unavyoona, na tayari kwa ajili ya kuelekea kwenye eneo la ibada. Tuko tayari. Mwanangu Joshua, leo nakumiminia mafuta haya kama ishara ya kutia agano hili. Mafuta haya ni ishara ya upako uliozidi katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia tarehe ya leo, upako huu utafanya maajabu katika jina la Yesu Kristo. Utagusa watu, viwete watatembea, wafu watafufuka, vilema watatembea, watu wenye kansa watapona katika jina la Yesu Kristo. Kwa haya ambayo tuliyaona kwa siku ya leo, imegusa hisia za watu wengi sana. Niliweza kuona watu mbalimbali wakionyesha hisia kwamba tendo hili ni takatifu, na nilishuhudia watu mpaka wengine wakawa wanalia. Hakika tunaye nabii mkuu ambaye ana roho ya ubaba. Kama ilivyokuwa fimbo ya Musa, leo itatumika microphone katika jina la Yesu Kristo. Pokea fimbo ya uongozi. Naziona mbingu zimefunguka, malaika wa Bwana wanashuka na kupanda. Namuona baba yangu nabii mkuu Joel David ananionyesha njia ya mbinguni, nami napanda zile ngazi pamoja na wale malaika. Tazama, chombo kipya. Pokea uwepo wa Mungu. Pokea. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nilifanya kuwa shujaa. Baba yangu, waweza kwenda kwa amani ya Bwana katika safari yako. Kabla hujafika Arusha, utasikia habari kwamba kwenye ule mlima vipofu nyuma yako wameona tena. Kabla hujaingia katika ikulu yako mjini mwa Daudi, watu watakuletea habari, wengine watazificha, lakini angalau mmoja atakwambia mlima ule tangu ulipoondoka waliokuwa kufani wameyaona maisha yao tena. Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu yu nasi sote. Amen. Asante sana. Hivi sasa kinachoendelea katika ibada hapa, mtumishi wa Mungu Nabii Joshua akiwa anaendelea kutoa huduma, akiwahudumia watu, lakini ajabu ambayo inaonekana ni ile nguvu ya Mungu inayofanya kazi baada ya kupokea ule upako na nguvu ya Mungu ya ajabu kabisa. Nasi tunamshukuru Mungu kwamba tumepata fursa ya kushuhudia matendo makubwa ya Mungu yanayofanyika mahali hapa. Hii ni kazi kubwa ya uamsho wa injili ya kinabii Tanzania.